Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 13 ya mwezi wa 4, kipindi hewani tupelewa riziki yetu ya kila siku. Tunajadili msingi ya kibiblia ya kufanikisha kiuchumi. Bado tuko kwenye msingi wa kwanza. Ili ufanikiwe kiuchumi, tambua ya kwamba biashara ni utumishi na wito. Biashara ni utumishi na wito. Isaya ile sura ya 61 mstari wa 6 hadi wa 7, Biblia inasema bali ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana. Ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana. Watu watawaiteni wahudumu wa Mungu wetu. Maana yake watumishi, cheo cha utumishi. Anasema mkishafika kwenye hicho cheo, kwenye hicho kiwango, sasa mtakula utajiri wa mataifa. Mtakula utajiri wa mataifa na kujisifia utukufu wao. Badala ya aibu yenu mtapata maradufu. Kwa mtapata mara mbili zaidi. Na badala ya fedheha wataifurahia sehemu yao. Basi katika nchi yao watamiliki maradufu. Nani? Makuhani wa Bwana, wahudumu wa Bwana. Furaha yao itakuwa milele. Kwa hiyo tukasema unaona, ili ufanikiwe kiuchumi lazima ufike cheo cha kuwa mhudumu wa Bwana, kuhani wa Bwana, mtumishi wa Bwana. Kuna mhudumu, hakuna mtumishi asiye na imani. Lazima uwe na imani na ujue wito wako. Wito ukusukuma kufanya biashara. Wito ukusukuma kufanya biashara. Nataka nikupe mfano mwingine ambao uko kwenye Biblia wa kuonyesha kwamba biashara ni wito na huduma kabla haijawa faida. Wito na huduma kabla haijawa faida. Na kama uko serikalini utanielewa zaidi kwenye huu mfano wa leo. Kwenye huu mfano wa leo, serikali zetu zinakopi vitu vingi kutoka kwenye Biblia na ndivyo zinavyofanya kazi, na sisi tunatakiwa kuwa hivyo hata kwenye biashara zetu za kila siku. Angalia Mathayo sura ya 25. Mathayo sura ya 25 mstari wa 32 hadi ule wa 40. Mathayo 25 mstari wa 32 hata ule wa 40, Biblia inasema namna hii. Mstari wa 32, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa. Sasa angalia, nalikuwa na njaa, Biblia inasema mkanipa chakula. Nalikuwa na kiu mkaninywesha. Nalikuwa mgeni mkaja kunitazama. Nalikuwa mgeni mkanikaribisha. Mstari wa 36, nalikuwa uchi mkanivika. Nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama. Nalikuwa kifungoni mkanijia. Mstari wa 37 unasema ndipo, angalia, wenye haki watakapomjibu. Kumbuka ni wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Angalia, na mfalme akawaambia, huu ndio msingi. Mfalme akawaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao wa ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kadiri mlivyowatendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Nilikwambia nafikiri jana ujuzi, mwili wa Kristo tumeitwa ili kuwahudumia watu. Tafsiri ya neno duka kwenye ile neno la Kiebrania chain au charnet, nilikwambia maana yake ni store, maana yake kubwa. Katika lugha ya Kiingereza ni the grace of God au neema za Mungu. Nikakwambia kama unafanya biashara una duka, kama unafanya biashara una ofisi ambayo inatoa huduma, hilo ni ghala ambalo Mungu ameweka neema zake kupitia wewe ili uweze kuwahudumia wengine, kufika na kutatua mahitaji ya wengine kihuduma zaidi kuliko ilivyo kibiashara zaidi. Hawa ndugu ukisoma utaona walikuwa na shughuli zao. Kila mtu alikuwa na biashara zake. Lakini walivyokuja wagonjwa walienda kuwatazama. Walivyokuja wenye njaa waliwapa chakula. Walivyokuja wenye kiu waliwapa maji ya kunywa. Walivyokuja wageni waliwakaribisha. Hawakuwa ndio biashara yao, lakini walifanya kama sehemu ya wito, furaha ambayo walikuwa wanaiona kwa kufanyia watu hivyo. Na Mungu anasema kwa kadiri mlivyomtendea mmoja wapo hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Angalia, hawa watu hata hawakujua ni lini walitenda haya matendo. Maana yake walifanya kwa furaha, walifanya kama sehemu ya wajibu wao na baraka ambazo Mungu amewapa.
na wakasahau kwamba wamefanya. Ilikuwa ni sehemu ya majukumu yao waliona. Kumbe Mungu ameona na ameandika na akawaambia, kadri mlivyowatendea mmoja wapo hao, mlinitendea mimi. Hawa walifanya huduma. Hawa walikuwa wanatimiza wito ambao Mungu ameweka ndani yao. Mtu mmoja aliniuliza, utajuaje hiki kitu ni wito ambao Mungu ameweka ndani yako? Utajuaje hiki kitu ni maono ambao Mungu amekupa kufanya? Jibu langu huwa ni jepesi tu, ya kwamba chochote ambacho moyo wako unafurahia kufanya pasipo kuangalia fedha au msukumo wa fedha, hicho ni wito wako. Unasikia raha kukifanya hata kama haulipwi. Uko tayari hata kufanya bure, wakati mwingine hata hauwazi pesa kufanya hicho kitu. Wewe ni furaha yako, ni raha yako kukifanya hicho kitu, ni wito wako. Ukishaona kitu unajilazimisha kufanya, ujue kuna shida sehemu. Wito unakuja na furaha na amani ya moyo, unakuwa na furaha ya kufanya. Mtu anaamka asubuhi anakwenda kazini, anatembea kwa mguu na hata hajisikia kwamba anatembea kwa mguu. Haoni kama ni tabu. Furaha yake afike ofisini afanye kazi yake. Hiyo kazi ni wito wake. Anatamani Jumatatu ifike haraka aende akahudumia watu. Huyo ni wito wake. Mwingine kadri Jumatatu inavyokaribia anapata tabu ya kwamba Jumatatu imefika, naenda kuonana na wateja wasumbufu. Jumatatu imefika, naenda kuonana na mabosi. Anatamani Jumatatu isifike au iwe sikukuu. Mwingine akiona sikukuu anaumia. Kwa nini atwende ofisini leo ni sikukuu? Anatamani awe kazini muda wote. Anatamani awe kwenye biashara muda wote. Mwingine anatamani mwaka mzima ungekuwa sikukuu. Sio kwa sababu ya uvivu tu, lakini hapendi anachokifanya. Ukiona upendi unachokifanya, ujue hicho sio wito wako. Wito unakuja na furaha kama yule Msamaria alivyofanya. Wito unakuja na furaha kama hawa ndugu walivyofanya, kwa furaha pasipo kujali fedha, wala hata hawakumbuki ni lini walifanya. Na hivyo ndivyo tulivyoitiwa. Ukiwa dukani kwako, mtu anakuja na mhitaji, umsaidie pasipo kuona ya kwamba analeta hasara. Kwako hiyo ni furaha kwamba angalau wewe umepewa duka, unaweza kumsaidia. Anakuja mtu anahitaji huduma ofisini, umpe huduma pasipo kuangalia kwamba unapoteza muda. Umueleweshe kama ni mtu wa kuelewesha mpaka aelewe. Kwako ni furaha kwa sababu ndivyo ulivyo. Usifanye mpaka muda baada ya kazi kwa sababu kuna overtime. Ufanye kwa sababu kuna watu wanatakiwa wahudumiwe, na wewe ni furaha kuona wamehudumiwa. Na hicho ndicho ambacho kinajenga wito, kinaitwa wito ndani yako, na Mungu anakiangalia hicho ili kuweza kukubariki. Kusoma haya maandiko ambayo nimekusomea, kwa wale ambao uko serikalini, nilisema pale mwanzoni, utagundua kwamba hapa ni kama tumetajiwa wizara, na unajua jinsi ilivyo. Msukumo wa serikali ni kufanya huduma. Kwa hiyo wizara zote ziko kama kufanya huduma. Wanasema mtumishi umesemaje? Ni kama huduma. Angalia Biblia inavyotuambia. Unaona kama wizara 6 au 7 haraka kwenye yale maandiko. Kwanza unaona wizara ya kilimo labda na chakula. Anasema nalikuwa na njaa mkanipa chakula. Hiyo ni wizara ya kilimo na chakula. Umeona, mimi naipa majina ya haimaanishi ndio wizara zilizoko serikalini, lakini nazipa majina vile ninavyoona. Pili, unaona wizara ya maji na umwagiliaji labda tukiita. Anasema nilikuwa na kiu mkaninywesha. Hiyo ni wizara ya maji. Ndio nikwambia Biblia ina kila kitu. Hapa tumetajiwa wizara za msingi ambazo naamini zikitekelezwa nchi inaenda bila matatizo. Angalia wizara ya 3, wizara ya mambo ya ndani ya nchi. Nalikuwa mgeni mkanikaribisha. Hiyo ni wizara ya mambo ya ndani ya nchi. Unaona wizara ya 4, wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa. Nalikuwa mgeni mkanikaribisha nayo. Unaona pia hiyo wizara hapo. Wizara ya 5, unaona wizara ya ustawi wa jamii. Nalikuwa uchi mkanivika. Hiyo ni ustawi wa jamii. 6, unaona wizara ya afya. Nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama. Hiyo wizara ya afya. Unaona 7, wizara ya mambo ya ndani ikihuisha majeshi ya nchi. Nalikuwa kifungoni mkanijia. Unaona kama wizara 7 haraka. Unaweza kuongeza wizara nyingine kama za uchumi na fedha na mambo mengine ambayo serikali inahitaji kuwa nayo ili kuendelea, lakini unachokiona overall ni kwamba utumishi ni wito, na wito lazima uwe na imani, na ili ufanikiwe kiuchumi uwe mtumishi kwanza, uwe mtoaji wa huduma zaidi kuliko ulivyolenga faida. Na hivyo ndicho ambacho Mungu ametuitia. Ukifanya hivyo, Mungu anasema utafanikiwa marudufu, Mungu atakuzidisha, utapewa utajiri wa mataifa. Hili liwe ni fungu lako mwaka huu katika jina la Yesu. Amen.